Jina la Yesu tumeomba. Amen. Mungu, tunakuja tena mbele zako siku hii njema ya Jumapili. Siku ambayo umesema ni ya Bwana. Siku ambayo inatajwa ya kwanza ya juma. Siku ambayo Bwana walipokusanyika pamoja, Yesu uliwatokea. Nasi tumekusanyika hapa pamoja. Tunataka ujitokeze. Ujitokeze, uponye, uokoe, ubariki na kuinua watu. Na ibada hii ikawa ibada ya kipekee sana tunapokwenda kumalizia ujumbe wetu wa mwisho. Sema na watu wako katika mapito yao. Sema na watu wako katika njia zao. Sema na watu wako katika siku zetu za maisha, maana umesema tufundishe kuzihesabu siku zetu ili tujitambue kwamba sisi si watu ambao ni wenye nguvu sana, bali ni wenye nguvu katika Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakubariki na tunakushukuru. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ukae. Mungu akubariki sana, kama ambavyo tumesema na tumeomba kwa ajili ya baba yetu katika Bwana, mzee wetu, GS wetu, mwanzilishi wa kanisa la Deeper Life ulimwenguni, WF Kumwi, ametimiza miaka 80 leo tarehe 6. Kwa hiyo kwa niaba ya kanisa la Deeper Life hapa Zanzibar, tunamtakia kila laheri na fanaka kwenye maisha yake. Wanasema happy birthday to you Babu Kumwi. Sema amina. Amen. Babu Kumwi, kanisa liseme amina. Amen. Na tunamwishi well. More grace, more strength, more knowledge, wisdom, power iwe juu yake kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo tunamwamini Mungu, kama Mungu alipomtunza yeye ambaye ni kichwa, atatunza na aliye chini yake. Amen. Maisha yataendelea kuwa mazuri kwa utukufu wa Mungu kwa jina la Yesu. Naomba ufungue Biblia yako kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 3. Kitabu cha Waebrania sura ya 3. Tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 6. Alafu tutasoma mstari wa 14. Waebrania sura ya 3. Nasoma mstari wa kwanza hadi wa 6. Baadaye tutasoma mstari wa 14 na itakuwa baraka sana asubuhi ya leo. Na ndugu zetu wanatufuatilia kupitia YouTube, na nazo salamu nyingi kwa ndugu yetu kutokea kule Falme za Kiarabu. Siku jana nimeongea naye muda mrefu, anawasalimieni sana. Amina. Na amesema yeye maadamu amempata Yesu, ambariki asimbariki yeye na Yesu mpaka mwisho. Amina. Nimemwambia ndani ya miezi 3 anakwenda kupokea baraka ya kumshangaza. Amen. Baraka kubwa. Na inasema kwa wote ambao mnatufuatilia kupitia mvua za baraka, msikate tamaa, msivunjike moyo. Yesu anatuhudumia sisi, atawahudumia na nyinyi kule mlipo kwa jina la Yesu. Amen. Waebrania sura ya 3. Soma mstari kuanzia wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6. Mtaruka hapo, ndasoma mstari wa 14. Na baadaye nitakutajia kichwa cha somo letu leo kinaitwaje. Bwana asifiwe. Mstari wa kwanza wa Waebrania sura ya 3 anasema, kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile yeye aitengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Sema amina. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye. Mstari wa 6 ndio somo linapotoka. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi kanisa, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho.
mstari wa 14. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Umesikia hiyo? Biblia inasema sisi ndio nyumba na Kristo ndio mjenzi wa ile nyumba. Lakini kuna kitu ambacho kinazungumzwa pale kikubwa sana, neno ambalo linampa sifa mtu mpaka mwisho ni jinsi gani anashikamana na Kristo. Biblia inasema katika mstari wa 14, kama tukishikamana na uthabiti wetu tulioanza nao mwanzo mpaka mwisho, ndiyo inatupa sifa ya kuwa washirika katika Kristo. Hii inatupeleka katika ujumbe unaosema shikamana na mwanzo wa imani yako mpaka mwisho. Shikamana na mwanzo wa imani yako mpaka mwisho. Kuna watu walianza kwenye imani, wameishia katikati. Na wameishia katikati kwa sababu nyingi mbalimbali. Ukizitazama baadhi ya hizo sababu ni za msingi, lakini wamepoteza sifa hii ya kushikamana na Bwana mpaka mwisho. Kuna watu tulianza nao kwenye wokovu, kuna watu tulianza nao kanisani, kuna watu walitukuta kanisani na sasa hawapo, walitukuta kwenye ushirika sasa hawapo, na wale ambao wamekaa kanisani miaka 10, 20, 30, 40. Hili sio jambo geni tunalolisema, kwamba kuna watu walishikamana na Mungu lakini hawajamaliza. Wameacha, wamerudi nyuma. Lakini maandiko yanasema kama tunataka kuwa washirika wa tabia ya kiungu, washirika wa unyakuo, washirika wa ile mbingu mpya na nchi mpya, ni lazima tushikamane na mwanzo wetu wa imani. Yani vile tulivyoanza, tunashikamana na hali ile mpaka parapanda inalia. Sema amina. Sema amina. Lakini kama hapa katikati kutatokea sababu yoyote ambayo wewe utaiona kwamba hiyo sababu ni ya msingi, ni ya maana, ukasema Bwana mimi siwezi kuendelea, wewe tayari unahesabiwa sio mshirika wa Kristo. Iwe ni swala la ndoa, iwe ni swala la familia, iwe ni swala la kanisa, iwe ni swala la makwazo, iwe ni swala la biashara, utajiri, fedha, watoto, ukiacha tu hapo katikati, wewe sio mshirika wa Kristo. Turudie mstari wa 14 tena, anasema hivi: kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo. Condition ni hiyo, sikiliza mbele. Tumekuwa washirika wa Kristo kama, mwambie jirani yako, kama utashikamana naye. Lakini umerudi nyuma, umeshajitoa. Hata kama jina lako tulikubatiza hapa, hata kama jina lako la Kikristo, unaitwa Jeni, unaitwa Siu Zabibu, unaitwa Siu nani, kwa jina lolote lile, na unasema ili jina alinipa Pastor Gaudens kabisa, lakini hauko ndani ya Kristo, wewe sio mshirika wa Kristo. Wewe sio. Upo tu katika njia ambayo inaonyesha wewe ni Mkristo, lakini Kristo anasema wewe sio mshirika wake. Na asemi tu kama tukishikamana naye kwa miezi mitatu. Maana kuna mtu anasema leo nimeshaka kwenye wokovu miaka 30. Hakuna jambo jipya bwana, mambo ni yale yale. Mchungaji akija na ubiri habari zile zile. Kama sipohubiri habari za kwenye mwanzo, tutahubiri kwenye Ufunuo. Sipohubiri Ufunuo, tutahubiri Matendo ya Mitume. Mimi naona hakuna jipya, acha nikae nyumbani. Biblia haisemi kushikamana naye kwa miezi mitatu, kwa miaka mitatu, kwa miaka 9 au 40 au 30. Maandiko yanasema utakuwa mshirika wa Kristo kama utashikamana na ule mwanzo ulioanzia wa imani mpaka wapi? Mpaka mwisho. Kwa hiyo kama Mungu atakuwezesha kuishi miaka 80, bado uko ndani yake. Mungu akikusaidia kuishi miaka 90 na uliamini ukiwa na miaka 17 au 15 au 10 au 30 au 40, umri wote ulioamini haijalishi. Kinachojalisha ni mwisho wako wa kumalizia. Ya kwamba je, umeshikamana na Kristo hadi mwisho? Hapa ndio penye changamoto hapa. Wadada tazama nini? Vijana mtazamani. Unawaona wale walikuwa nao? Wako wapi?
walikaa kanisani miaka 5, miaka 7, miaka 10, wametoka. Wamepoteza ushirika wao na Kristo, na wamepoteza sifa moja tu ya kwamba wameshindwa kushikamana naye mpaka mwisho. Sifa hiyo anapaswa kuwa nayo kila Mkristo. Hawa ana hela au hana, amesoma au hajasoma, tajiri au maskini, anapata au hapati, anapaswa kushikamana na Kristo hadi mwisho. Amen. Hata kama mtu ni mhubiri, kama ameshaacha, ameacha, hayuko ndani ya Kristo. Mungu hangaiki na rekodi yako ya miaka 10, 20 iliyopita. Mungu anatazama jinsi ulivyomaliza. Wewe unaweza kuwa mwanariadha na ukawa umechukua mataji mengi na sifa nyingi, lakini unatazama kwenye hiyo marathon inayokuja mbele yako, unamaliza wangapi? Unamaliza wangapi? 3, 4 au wa mwisho? Unataka kumaliza wa kwanza, maintain. Tunza kile kiwango, shika kile kiwango, kaa kwenye kile kiwango. Nataka kuonyesha mambo matatu. Jambo la kwanza, changamoto ya kushikamana na Bwana mwanzo mwisho. Changamoto ya kushikamana na Bwana mwanzo mwisho. Maana yake mwanzo mpaka kumalizia. Jambo la pili, takuonyesha ujasiri wa kushikamana na Bwana au kushikamana na Mungu kwa ajili ya faraja na matarajio tuliyoahidiwa. Ujasiri wa kushikamana na Mungu kwa ajili ya faraja na matarajio tuliyoahidiwa. Tatu na mwisho, kuhamasishwa kushikamana na Mungu hadi mwisho. Kuhamasishwa kushikamana na Mungu hadi mwisho. Sehemu ya kwanza, changamoto ya kushikamana na Bwana mwanzo mwisho. Tazama Ayubu. Tazama Ayubu sura ile ya 2. Tasoma mstari wa 3 au tasoma mstari wa 9 na wa 10. Kitabu cha Ayubu sura ya 2. Changamoto ya kushikamana na Bwana mwanzo mwisho. Ayubu sura ile ya 2, nasoma mstari wa 3 hapo wa 9 hadi wa 10. Maneno ya Mungu yanasema, Ayubu 2:3. Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Sifa ya kwanza, mtu mkamilifu na uelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Sifa karibu 4-5 zinatana. Anasema hakuna mtu duniani anayefanana na yeye. Sifa ya kwanza. Sifa ya pili anasema mkamilifu. Sifa ya tatu mwelekevu. Ni mtu ambaye anaelekezwa, anaelekea. Kama anavyosema akida, nikimtuma mtu nenda uenda, hakatai. Akiambiwa leta analeta, peleka anapeleka. Lakini anasema sio hilo tu, lakini ana sifa ya uaminifu ndani yake. Ni mtu ambaye anaepukana na uovu. Aishi hapo. Lakini anasema pale tunapoenda mwishoni, anasema naye hata sasa, pamoja na utajiri alionao, pamoja na wingi wa watoto na mali alizonazo, hata sasa anafanya nini? Hata sasa ujapokuwa ulichochea juu yake ili nimwangamize, pasipokuwa na nini? Na sababu. Huyo ndo Ayubu. Wakati ana mali ameshikamana na Bwana. Wakati hajaoa ameshikamana na Bwana. Wakati ameoa anashikamana na Bwana. Anapata watoto, anapata utajiri, anapata mali, hajabadilika. Sio wewe, sio wewe. Yaani hapa kuna wengine mnakawia kupata mali kwa sababu Mungu anajua mtamwacha. Sasa salama yenu muendelee kusota katika umaskini ili muendelee kuomba muda mrefu mpate unyenyekevu. Nakwambia kweli, kuna watu wakianza tu kubadilisha nguo kila Jumapili shida, mabega yanapanda juu. Kuna mtu kama mshahara kake kakianza tu kuongezwa, anaanza kuuliza watu, unajua mimi nani pale?
Lakini Ayubu Biblia inasema pamoja na shetani kumpapu Mungu, kumseti, kumshawishi, jamaa pamoja na mali zote bado he is humble, very humble. Yaani anapozidi kupata ananyenyekea. Shetani akasema sikiliza, unyenyekevu huu sio bure kwa sababu unampa mali. Sasa kufanya nyang'anya. Akasema sawa. Biblia inasema akanyang'anywa mali zote, watoto wakafa. Haijawahi kutokea na isikutokea. Watoto 7 wafe wote na Yesu anataka kufa. Yaani umesoma watoto 7, umelea, umesomesha chuo kikuu, wamesoma, wameendelea, umeinua kichopa, umeinua helikopta kako. Sasa unawaambia wanangu, pandeni helikopta hii, mwende mkatembee Ngorongoro. Wamefika Ngorongoro, katika kuzunguka zunguka, moto umelipa kwenye jengo wote kisu kimoja. Wewe baba unapona? Wewe mama unapona? Tena nasema okay, nitakuambia sababu mke bado naye atazaa watoto wengine. Ghafla nasikia punda wameibwa, ng'ombe wameibwa, kondoo wameibwa, kila kitu kimepotea. Je, atabaki kushikamana na Bwana? Soma mstari wa 9 na wa 10. Soma mstari wa 9 na wa 10. Mstari wa 9 na wa 10. Tunaangalia neno la kwanza, changamoto ya kushikamana na Bwana mwanzo mwisho. Mstari wa 9 na wa 10, sura ya 2 ya Ayubu. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Sikiliza, jaribu sasa linatoka kwa mke. Yaani wewe Ayubu, sisi tumemnyenyekea Mungu miaka yote, tumemshika Mungu miaka yote, tumetoa zaka miaka yote, tumehudumu kanisani miaka yote. Sasa tazama huyu Mungu asiye na shukurani, amechukua vitu vyote, bado anashikamana naye. Na unajua kwani mwanamke alisema vile? Kwa sababu Ayubu ndio alikuwa mzalishaji mkubwa wa mali. Alikuwa mzalishaji mkubwa wa mali ni Ayubu. Anasema Ayubu, yani wewe una akili timamu. Ulipokwenda kanisani ulikuwa na mali, sasa una. Unajua kuna watu wanasema, yaani unajua nilipokuwa sijaokoka nilikuwa na nafuu ya maisha kwa sababu leo napata mshikaji huyu, kesho mshikaji yule, leo nauza pombe, kesho nauza gongo, kesho nauza hichi. Yaani tangu nimeenda kanisani mimi nimekaukia na masharti ya kanisani magumu. Swali, bado unashikamana na Bwana? Ayubu akasema hivi, sikiliza. Sikiliza. Mkewe anamwambia basi mkufuru Mungu ufe, hauna maana kuishi. Lakini yeye akamwambia, wewe wasema kama mmoja wa hawa wanawake wapumbavu wanenavyo. Sikujua kama na wewe una upumbavu tukipungukiwa. Kuna watu utawajua wakipungukiwa. Kuna ndoa ambazo mwanamume akiwa hana kitu apati yake ya ndoa zipo. Lakini mama ukitaka kufurahisha, leo kitenge, kesho baibui, kesho kutwa skuna, mtoto mama analala miguu yote anaweka juu. Huna kitu, sasa utaona cha mtema goli. Huna kitu, utaona akirudi kakunja uso, tafikiri shetani mdogo nyumbani. Kakunja uso. Lakini wengine ni wanaume wenyewe, mke wake anataka kumfariji mumewe kwa sababu hana kitu. Mwanaume anamsukuma mkewe, niache bwana. Wafikiri network itapanda hivi na stress. Stress yani sina hela. Yeye mwenyewe mama anampetipeti ili amfariji mume wake. Baba basi sogea hapa, tazama hata nywele zako zimekuwa kubwa, nikuchana hivyo, niache. Eti naye akipata fedha na anachangamka. Akiwa hana kitu kanajikunyata kama kafaranga kakuku kanamwagiwa maji. Biblia inasema Ayubu akamwambia mkewe, sikuwa najua, sikuwa na hiyo sensi kama unafanana na mmoja kati ya wanawake wapumbavu. Yaani kitakachonifanya ni muache Bwana, nisishikamane na Bwana kwa sababu ya maskini. Kwa sababu nimecheza mali, ni Bwana alinipa, kama amechukua sawa, kama amebeba sawa. Ayubu akamwambia mkewe, sikujua kama unafikiria katika muktadha huo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate mabaya? Sikiliza maneno ya Maria sema, katika mambo yote Ayubu afanye hakufanya dhambi kwa midomo yake. Sema amina. Unajua mara nyingi sana midomo ndio inatuponza. Usengenya mdomo, uongo mdomo.
milioni anatuponza. Ayubu akajituliza. Yaani wewe unapeleka fungu la 10 mpaka leo pamoja na mchungaji kukukwaza kote, naambia ndio. Kwa sababu ndio mwanzo wa mshikamano wangu na Mungu. Sipeleki kwa mchungaji, napeleka mbele za Bwana. Amen. Sasa unakuta mume ndo anakutia moto au mke anakutia moto. Mimi ningekuambia sipeleki. Mimi kwa haya anayasema haya sipeleki. Unasema mimi nashikamana na Bwana. Aniseme hadharani, zaka napeleka. Aniseme sirini, zaka napeleka. Kwa sababu mimi nimeshikamana na Bwana mwanzo mwisho. Sema amina. Kwa hiyo tuna watu hapo wana kisirani. Na hiyo kisirani kinatokana na kwamba hajawa na bondi na Mungu. Ukiwa na bondi na Mungu huwezi kuwa na maisha hayo. Ayubu anasema yote yapotee, lakini zaka mtatoa hata kwa kile kidogo, kwa sababu Bwana analeta watu wanalipa 200. Mkeka anamwambia, "Yaani unaendelea na ibada?" Ndio. "Unaendelea na maombi?" "Mbona uponi ukurutu?" "Haijalishi, bado naendelea na maombi." Amen. Wewe unasema mwezi huu Bwana ataonekana. Lishapita miezi 10 Bwana hajaonekana. Achana naye, twende kwa waganga ndio. Sio ipite miezi 10, ipite miezi 2010. Bado nashikamana na Bwana. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Huyu mtu anashikamana na Mungu mwanzo mwisho. Hakuna ambao linaondoa msimamo wake. Hamna. Na hiyo ni changamoto kubwa sana. Changamoto kubwa sana kushikamana na Bwana. Wewe fikiria sasa unakuja kwa mchungaji anamwambia, "Yaani baba mchungaji, mimi nimekuja mbele zako, mimi ni mtumishi wa Bwana mwenzio, lakini Bwana nakuomba mchungaji niruhusu mara moja nisiwe nakuja kanisani." Tuaya anasema ukikosa siku moja usije tena. Lakini bado upo kanisani. Mchungaji, najua nimemuona mchumba, nimemuona kanisa fulani, ameokoka, hajaokoka. Sasa mtumishi wa Bwana tutahitaji kumlelea katika Bwana. Wewe mtumishi wa Mungu una hekima yote ya kuhubiri hapa kanisani. Nikimleta tu hapa, anajua wiki 2 tukashaokoka. Ngoja nimlete. Nasema hapana. Sio tena nikisema hapana, jenge tu. Wanakuuliza ndugu zako, vipi kuhusu ile mchumba tulisikia hata mahali unasema nimegundua kwamba sio mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Mchungaji kasema, ama siami. Kwa sababu nimeshikamana na Bwana. Siendi popote. Ayubu watoto wawepo wasiwepo, mimi na Bwana. Huyu mke angetokea ameamua kuondoka, Ayubu asingeenda kwa mwanamke mwingine. Angebaki peke yake, anakuna majipu yake, anakuna kurutu yake mpaka arudi. Mwanamke akasema, basi watu waliofikia ufe mimi niolewe. Maana haya majipu utaana na nani? Unanake hapo unaweza kuona na mwanamume majipu ya mtoka usaki na mahali hapo. Wengine tu wanamezona na kuja kitandani na atolea simu. Na kukojoa sio dhambi. Bwana asifiwe. Kuja kitandani sio dhambi, umechoka. Unaona? Joni mbali. Sasa ndio nimpe jaribu mke wangu kidogo. Na tibu mashuka. Mtumishi anahitaji maombi hapa. Maana mkojo mtu mzima unavyonuka mtumishi. Unashikamana na Bwana mwanzo mwisho. Mkiwa anakukera ama kukeri, mume anakukera ama kukeri, wewe uko kanisani. Mtu mmoja akaniambia, yaani mchungaji huwa nakosa muda ya kuja kanisani kwa sababu nakerwa na mume wangu. Sasa itokee Mungu amfanya na kukera mwaka mmoja na nyumbani, takufa katika dhambi. Yaani wewe umekera unanyanyuka. Twende kanisani. Utanikuta kanisani. Yaani unajifanya kibebe baba, nimeshikamana na Bwana mwanzo mwisho. Amekuamba makofi, amekusukuma, unabeba Biblia yako, unabeba mkoba wako church. Hizi mtasa nimepoteza mudi, hujashikamana na Bwana, ndio maana mudi hayupo. Mtu aliyeshikamana na Bwana hata kama utamfanya nini, yani fanya unavyofanya, yeye kanisani yupo.
Kanisani yupo, pigia makofi anasema amina. Wewe nafikiri hapa si wakwazaji watu? Nafahamu kabisa wao na wakwaza. Kwa sababu wakati wengine wanapiga hata mambo yenu waziwazi. Na nakuwa najua kwamba nampiga fulani hapa. Wala usifikie sijui. Ile nilichokifanya sikuangalia usoni. Maana kama mtu tunafundishwa kitabu muanyani usiangalie wapi? Usoni. Maana unaweza kufikiri ndugu yako. Sasa unampiga. Lakini unashangaa yule mtu uliyempiga anakuja ofisini, amechangamka, amefurahi. Unasema huyu jamaa anampenda Yesu. Hivyo tunatolea kipimo na kupiga hapa kwenye ibada. Hapo naona kama vile kunisalimia au hata nikupigia simu upokee. Na mimi najua kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Ukinisusia mimi umemsusia Mungu. Wewe usipokee simu. Mimi ndo natakiwa nyinyi mnipigie, lakini mimi nawapigia tu wa kuwapenda. Mimi nishajifunza jinsi gani napambana na shida zote zinazonikabili tangu nilipokubali kuwa mchungaji. Ukiona mimi nakupigia na kupenda tu. Lakini naweza nisikupigie simu forever. Forever, maana nimechagua kuwa mchungaji. Kuwa baba. Sasa na wewe ukiruhusu kisilani, unapigiwa upokei, umekatilia Mungu kupokea simu yake. Na wala siku hujapokea au siku hujafanya mimi na nyamaza kimya. Lakini utakuja kuona matokeo kidogo. Shikamana na Bwana. Mmoja mimi nawafundisha watoto wangu. Yaani huwa namchapa, amekasirika sana. Ndio naenda kumwambia niletee maji ya kunywa. Nione atainuka ataenda kuleta maji. Hao atajizoazoa. Nikimwona anajizoazoa naambia okay, nishajua roho leo nitafuta maji. Hamna baba, naenda. Najua kuna moyo safi hapa. Huyu mtoto atashikamana na mimi maisha yake yote. Ukitaka wakati mwingine umjaribu mke wako, wakati mwingine mwakele au wake zenu muwaone. Sema amina. Amen. Na hata nyinyi wanawake wakeleni sometimes waomezeni. Fanya makusudi. Kama anapenda kitanda kiwe kimetandikwa kila siku, siku moja vuruga chumba kizima. Vuruga. Ila akitia mguu muone reaction yake. Imagine. Yaani mwanamke umeshinda hapa kutwa nzima, umeshinda kutandia kitanda, unamwambia hilo ndio jaribu lako la leo. Unashikamana na Bwana au la? Kwa sababu unaweza kukosa mbingu kwa sababu ya kitanda kijatandikwa. Wewe si mpumbavu. Eti kuna mtu anaweza kukosa mbingu eti kwa sababu mke wake hajampigia pasi nguo zake za kwenda kanisani, kwa hiyo kakasirika kanisani haendi. Wewe una akili? Hawa wanawake walikuja hawana watoto. Sisi tukasababisha wakapata watoto. Hamwangalie Duna, hakuangalie wewe, kwani usimsaidie wewe? Eti ukiambia msaidie mkeo, unajiona hudumii. Wewe una matatizo. Kama mimi mchungaji, kama mimi senior pastor, napiga pasi nguo za wanangu kuliko wewe. Jiulize swali. Na sio kupiga pasi, kufua kama ingewezekana. Mama mwenye anasema usifue. Na sijawahi kuona tofauti ya kwamba nikimfulia mwanangu nimepunguza upako. Kwa sababu unaongezekana. Kwa sababu unajinyenyekeza. Kwa sababu nimeshikamana na Yesu. Huyu mke kaja tu, lakini nimeshikamana na Yesu. Shikamana na Yesu. Haya makwazo madogo hayatakutoa kwenye reli. Wengi mnatoka kwenye reli yani kwa vitu ambavyo ukienda motoni utalia kuliko watu wote. Kwa sababu sio uzinzi, sio uasherati, sio kupigana, vitu vidogo tu. Mume kanijibu vibaya, kanijibu vibaya. Sometimes ukimjua mume wako, ukimjibu anakasirika, usimjibu kila wakati. Ukijua mke wako ukimjibu kila wakati anakasirika, usimjibu kila wakati, tulia. Kwa sababu wewe una dira yako. Mimi namshika Yesu mwanzo mwisho. Yawe mema, yawe mabaya, yawe mazuri, yawe vyovyote mimi na Yesu. Amen. Wewe unafikiri Ayubu, mimi nataka kwamba hivi, maisha aliyopitia Ayubu, sidhani kama watu wanapitia haya maisha. Ni wachache mno duniani. Mtu anafiwa na mtoto mmoja tu, kilio chake mpaka azaliwe wa pili anaanza kupoa. Sinajua mimi. Sasa kuliko watoto 7, 10 wote na mitoto mpaka imesoma, mpaka anajua kwenda kwenye sherehe yenyewe bila ya baba. Hao sio watoto wachanga. Inauma jinsi gani umesomesha watoto mpaka wamefika vyuo vikuu, masters, PhD, alafu unaondoka mapema kabla wewe. Unajua maumivu yake? Maumivu yake ni makali mno. Halingani na mtoto ambaye umemshia darasa la 7, sio darasa la 14 hapo, hiyo 12, hailingani.
Unamsubiri mwanao arudi ugaibuni aje kuoa, na msichana kashalipiwa mahari, kila kitu imekwisha. Unasubiri arudi aingie shirika mojawapo la ndege kubwa, aanze kurusha ndege za kibiashara, commercial license, kwa sababu ndege zina madaraja ya leseni zake. Alafu unasikia hajaumwa, aliyekwambia ameumwa ameenda bafuni kuoga. Hizi ties tunapoweka tu, lakini kuna ties zinateleza kupita mipaka. Kuweka mguu akateleza, akafikia kichwa, akafikia na hapo ishi. Na watano wanasema kuna sehemu ya kichwa kijigonga, unatakiwa utibiwe ndani ya dakika 5 hadi 40. Zikizidi uweze kuishi. Maana yake atakapofanywa operation kuondoa damu haraka. Inauma kiasi gani? Lakini pamoja na hayo, mtu yuko madhabahuni ameshikamana na Bwana. Anasema Bwana ni yote. Hata huyu aliondoka, mimi ndo nitakayemfuata, haji kwangu tena. Ndio Ayubu alichosema. Na hata Daudi alisema, huyu aliondoka, yeye hatarudi, mimi ndo nitakayemfuata, sina haja ya kumkosea Mungu. Baada anashikamana na Bwana. Amen. Unaweza ukawa ni mzazi, watoto wanaleta vitu vya ajabu, wanafanya vitu vya ajabu, sio wanavuta bangi, sio wanakaba, sio nini. Useme sasa mimi basi, wewe unashikamana na Bwana, acha wao wafanye wanayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kuna watu hawaelewi. Wanadhoofishwa na vitu vya ajabu ajabu. Wewe unafikiri mtadhoofika hapa sababu kuna mtu kama kanisani? Tena ukiama ndo najitahidi kuwa karibu na Yesu. Najitahidi kuwa karibu na Yesu. Na kaa karibu na Yesu ili siye nikaanguka. Kadiri unapokutana na challenge, ndivyo wewe unavyozidi kuwa na Yesu. Unasema Yesu hapa, mundu tu mundu, yani hapa ni ino kwa ino, hapa Yesu ni hapa na hapa, sikuachi nyayo kwa nyayo. Amen. Lakini kuna changamoto, sio jambo rahisi. Mchungaji anapoweka kisu chake au anapoweka maamuzi yake katika jambo ambalo wewe unadhani hiyo hukumu ingekupendelea, alafu inakukataa, alafu bado ushikamani na Mungu, anasema sawa, ndivyo mtumishi alikuwa, lakini mimi niko hapo. Yani wewe bado uko hapo. Pamoja na yule mchumba anakuonga laki, anakuonga 200,000 na hata una uhakika anasema kama utapata mchumba mwingine, ndio bado niko hapo. Baba akakataa. Amen. Nishikamana na Bwana. Na ndio mapenzi. Umeoa, mkeo amebadilika ghafla, aenda kuolewa na mtu mwingine, na wewe useme aha, yeye anafikiri sipatagi wanawake, anafikiri mimi sipendwi, anafikiri mimi sio handsome. Yeye akaenda kuchukua mmoja, mimi nachukua 7. Yeye achukue 100, mimi nabaki mwenyewe na Yesu. Amen. Kwa sababu nimeshikamana na Bwana, sema amina. Amen. Kama kuondoka mwache aondoke. Ayubu akasema, mimi nilidhani ya kwamba wewe ni mwanamke mwenye hekima, kumbe unataka kufanana na wale wapumbavu, tupate mema tusipate mabaya. Mama yule kabila astuka, kumbe he is serious. Usimsaidie mmeo amwache Mungu. Usimsaidie mkeo amwache Mungu. Usisaidie wanao amwache Mungu. Usisaidie washirika amwache Mungu. Usisaidie, wewe weka hapo kwenye kisu kinapotaka. Kwa maana msimamo wa Biblia, no way. Usiwahurumie. Ayubu ana mapere, Ayubu ana majipu, Ayubu kabalizwa kila kitu, lakini anasema mimi nashikamana na utimilifu wangu mpaka mwisho. Na Waebrania anasema hawa wanashikamana na Bwana mpaka mwisho, ndio watakaingia mbinguni. Amen. Changamoto ni kubwa katika maisha ya dunia. Watu wanakutana na vitu vya kuamua, Yesu au ndoa, Yesu au kazi, Yesu au dhambi. Wanakutana na changamoto nzito. Sio jambo rahisi. Kuna kuzomewa, kuna kubezwa, kuna kuonekana mshamba kwa jinsi unavyovaa. Mshamba tu mwanamke, mshamba tu. Yeye anamsikiza Gaules yeye nani? Eti nani? Yeye nani? Si mchungaji. Unasemaje mimi nani? Unajua mimi nani? Mimi mchungaji, mimi mwangalizi, mimi baba katika Bwana. Unawezaje mimi nani? Eti nani? Wanafikiri watu wote hapa wanataka wale ndugu zangu wa kuzaliwa, babangu angezaa watoto wangapi? Hawa ni ndugu zangu katika Bwana, kaka zangu, dada zangu, ndugu zangu hao. Amen.
Kwa hiyo nina neno juu yao nawaambia. Usiseme wewe na useme mimi ningewa sipo. Kwa sababu hata kimwili nitakushughulikia. Kiachilia kiroho. Wewe unauliza mamlaka yangu ijui. Niliwekewa mikono kuwa pasta mwaka 2000. Sasa miaka 21 unauliza mimi nani? Unaletea kiburi na kutokea kwenye usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Changamoto ni kubwa ya kushikamana na Bwana. Kwa sababu ya maisha haya, ugumu wa maisha, ugumu wa ile njia, ugumu wa matatizo ya kikazi, kibiashara, ndoa na familia. Changamoto ni kubwa, lakini nataka nikwambie emu yako ni kushikamana na Bwana mpaka mwisho. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari 42 na 43. Nafikiri na mimi ubiri kidogo tu. Maana mambo ni mengi. Matendo ya Mitume 13 mstari 42 na 43. Biblia inasema nao walipokuwa wakitoka wakawasi waambiwe maneno haya sabato ya pili. Sinagogi ilipofumkana, yani sinagogi limechafuka kwa sababu ya mahubiri ya Paulo. Hawa wanatukana, hawa wanakebei, hawa wanafanya hivi. Lakini tazama, sinagogi ilipofumkana, Wayahudi na waongofu, wataua wengi wakafanya nini? Wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao wakasema nao, wakawatia moyo kudumu katika nini? Katika neema ya Mungu. Yani watu wanatukanana. Wewe labda kumwamini Paulo muongo, achana naye, Paulo nani? Lakini watu wa chache, Wayahudi, waongofu na wataua, wakamfuata Paulo na Barnaba. Barnaba akawatia moyo washikamane na Mungu. Barnaba akawatia moyo wakae katika imani. Jaribu kuwaza watu wa dunia wanapotafuta kukuvunja moyo kama shetani. Njoo uje kwa waganga kidogo, ama kanisa kidogo, ndio kuna huku, utayumbishwa. Lakini amua kushikamana na Yesu. Amen. Na sio tu na Yesu, kama uko kanisani hapa, tushikamane sisi wote. Amen. Tuwe na kauli moja, tuwe na nia moja, tuwe na utendaji unaofanana. Mchungaji akisema hapana, wazee wa kanisa wote wanasema hapana. Sio mchungaji anasema hapana, wazee wa kanisa wanasema lazima mchungaji ashauriwe, naye pia ni binadamu. Kwa hiyo huwa anakosea. Wewe naye ni binadamu. Sasa tukimwachia huyu, mimi nafikiri tukamshauri. Haya, mzee fulani na mzee fulani na mzee fulani, kamshauri mchungaji, njoo. Wasikufanye kuwa chambo, utaondoka hapo umeaibika. Mtu asikugeuze chambo. Ujipange kuja kuniona. Na nikiona katika maono kwamba unakuja, na mimi najiandaa vizuri na jicho kubwa. Usema nini? Umetumwa. Nani kakutuma? Wewe ni mjumbe wa Bwana wa shetani? Jibu. Ukisema wa shetani nakemea. Ukisema wa Bwana, kwamba umekujaje kwa mjumbe wa Bwana, wale mjumbe wa Bwana. Si utulie. Bwana asifiwe. Lazima tukubali kulipa gharama katika Kristo. Lazima tukubali hata kama huwa tunapata mema, yakitutokea mambo ya kinyume na sisi, bado tukubali kushikamana na Kristo. Amen. Usitu kidogo tu ushatepeta. Hivi jaribu kuwaza, wewe Mkristo, wewe mlokole, nimekufundisha miaka nenda rudi, unakwenda kutepeta kwa mvuta bange na mvuta sigara. Unakwenda kutepeta kwa mtu asiyeamini. Ni jambo la kushangaza. Yaani pamoja na mambo yote umejifunza, halafu kijana wa kiume unaenda kunaswa na kahaba mtaani. Binti unaenda kunaswa na kahaba wa kiume mtaani. Haya yote haya unatepeta na kushikashika matito na kushikashika makalio. Umetulia, na wewe mshirika wa hapa, umejiachia tu. Hayo tumejifunza na kusaidia nini? Mimi nasema unajifunza upate faida. Ujiheshimu na uwaonyeshe wasioamini wewe ni bora kuliko wao. Amen. Hivi unapotepeta kwa mtu asiyeamini,
kwa mtu ambaye hajaokoka, unaonekana wewe ni dhaifu kuliko neema tulionayo, kuliko ambaye hana neema, utampeleka mbinguni? Kama watu waliokatwa vichwa wakina Simoni Petro wangetepeta mbele ya maadui zao, leo injili ingefika hapa? Kama Simoni Petro alipokamatwa angesema mimi habari za Yesu basi, lakini Petro akasema hivi, mimi na Yesu mpaka peponi, ili mnaponisulubisha mnisulubishe kichwa chini miguu juu. Stefano akutepeta kwa wale Wayahudi. Wewe unatepeta kwa ajili ya ndoa, unatepeta kwa ajili ya kazi. Eti mimi sina kazi nitaishije? Unaenda kumpa mwili wako pio, unaenda kumpa mwili wako mwanda shefu, sio na nini? Unatepeta. Unalegea, unajiachia. Mtu ambaye unajua kweli kubwa kabisa kwamba Mungu akiwa upande wako hakuna aliye kinyume chako, yote unasahau hayo. Hukumbuki hata moja. Hasa kumbukeni Bwana alipowatoa. Kumbukeni mlipokuwa Meriba, mlipotaka maji aliwapeni maji. Kumbukeni hamkuwa na heshima kabla ya kuokoka, Yesu amewapeni heshima. Usipoteze hiyo heshima. Shikamana naye mpaka mwisho. Mpigie makofi wawili, mama dokta na nani na mwingine kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa mkali kidogo? Au ndio aina yangu ya kuhubiri? Bwana asifiwe. Wangapi wanasema nabarikiwa? Na tunakuombea uendelee kuwepo. Hata mipango yako kwa Zanzibar kidogo upeleke mbele. Bwana asifiwe. Maandiko ni mengi yanaonyesha kwamba tunahitaji kushikamana na Yesu hata kwenye Agano Jipya. Ukisoma Matendo 17:3-4 hadi 5 utaona. Matendo 17:4 hadi 5, au 32 mpaka 34. Nataka niende dondoo ya pili, nataka tuombe. Nimesema Matendo 17 mstari wa 4 hadi wa 5, alafu 32 mpaka 34. Hiyo tuko tunaangalia changamoto ya kusimama na kushikamana na Bwana mwanzo mwisho. Sasa wewe angalia changamoto gani inakukabili. Hiyo changamoto uishinde, uendelee kuwa na Yesu. Amen. Umeelewa? Hiyo changamoto ufanye nini? Uishinde, uendelee kuwa na Yesu. Jambo la pili, ujasiri wa kushikamana na Bwana kwa ajili ya faraja na matarajio tuliopewa. Naomba nisome pale Waebrania sura ile ya 3 mstari wa 6. Waebrania 3 mstari wa 6. Anasema, bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Mwambie jirani yako, usipoteze ujasiri wa mwanzo wa wokovu. Ulikataa vitu vingi, ulikataa rushwa, ulikataa uasherati, ulikataa ulevi kwa sababu ulikuwa na ujasiri. Leo umepita miaka 5, 10, 20, ujasiri umeanza kupotea. Usiupoteze ujasiri kwa sababu unajisikia fahari kwamba uko ndani ya Kristo. Usiupoteze ujasiri kwa sababu una matarajio ya kuingia mbinguni. Yesu alisema na kwenda kuandalia mahali. Hili nilipo mimi na ninyi muweze kuwepo. Unapotezaje ujasiri katikati? Unaonaje aibu kumshika Yesu na kupambana mpaka mwisho? Lazima tuwe majasiri. Tunatarajia mbingu mpya na nchi mpya. Paulo mtume amesema nikimaliza kazi nitavalishwa taji. Anasema sio mimi tu, lakini mhukumu mwenye haki atampa kila mmoja aliyependa kufunuliwa kwake. Sema amina. Kama leo utamaliza vizuri utavaa taji. Kama utamaliza vizuri utapewa jina jipya. Kama utamaliza vizuri utaingia kwenye mji ambao milango yake ni lulu. Kama utamaliza vizuri utaingia kwenye nchi ambayo haina usiku wala mchana. Kama utamaliza vizuri utakaa na Yesu kule mbinguni. Kama utamaliza mbinguni utaona kioo kiangavu mbinguni. Sema amina. Tuna matarajio wapendwa. Hatujaokoka ili tupate kazi, tupate fedha, tupate mke, tupate watoto. Tuna matarajio makubwa zaidi ya kazi na mke. Tuna matarajio makubwa zaidi ya fedha. Tuna matarajio makubwa zaidi ya ndoa. Unajuaje Yesu amesema
kurudi kwa Bwana Yesu kutakuwa kama wakati wa Nuhu, kwamba watu watakuwa wanaoa na kuolewa, parapanda italia. Hebu nikuulize swali, unajuaje siku ya ndoa yako ndio parapanda inalia afu unaolewa na mpagani na pombe ziko pale? Na dia ziko pale reception. Na umevishwa shera mwenyewe, yena. Maana mnyakuo unatokea. Unajuaje? Wewe hujui kama kuna watu walikuwa wanaenda kwenye harusi wakafa njiani? Si mara kadhaa tunasoma kwenye magazeti kwamba bibi harusi alikuwa kwenye gari aenda kufunga ndoa Iringa au Morogoro, amepata ajali kafia njiani. Haijawahi kutokea? Alipanga mangapi? Mmoja wa vijana alikuwa anashirikia uchaguzi mkuu hapa Dodoma. Alikuwa anataka kuoa baada ya uchaguzi, alifia kule kwa ajali. Shikamana na Bwana na uwe na ujasiri. Kwa sababu unayotarajia ni makubwa kuliko unayoona madogo. Unayotegemea yanayokuja mbele yako. Hebu nikuonyeshe Ufunuo wa Yohana. Tuende Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Kumbuka hapa ametaja mambo matatu. Jambo la kwanza, ujasiri. Jambo la pili, fahari. Tunajisikia fahari kuwa ndani ya Kristo. Mwambie mtu anajisikia fahari. Watu kwambia Bwana asifiwe na munya maneno njiani. Tunakwambia Bwana asifiwe na itikia nzuri. Wewe mwangalie wewe. Yaani nakwambia Bwana asifiwe na niambia shikamoo. Kwanza itikia Bwana asifiwe amina kubwa, au unaniambia shikamoo. Kwa nini unajisikii fahari kama umeokoka? Unajua sisi wenyewe kwenye picha hatuwezi tena. Tunasikia fahari haya masauti yakijitambulisha kwamba sisi ni wachungaji. Ndio makofi unasema amina. Tunajisikia fahari kukaa na mdada ambaye ana mapaja mazuri, sura nzuri, matiti saa 6, alafu unamwambia nimeokoka. Mimi nikipataga mabasi ya Abudi, nikiwa kama sasa kila mtu mchungaji, inanisaidia nisingie kwenye dhambi. Amen. Na nijisikia umaarufu, najisikia ukiko. Kwamba Yesu umenifuta machozi. Yesu umeniheshimisha mlugurumini kutoka Matongo mpaka huku. Wewe unashinda kujisikia fahari katika Yesu. Ukiuliza umeokoka ni kwani nimeokoka bila kulia kwenye kanisa la baba yangu hapa. Jisikie fahari. Anasema kama kuna mtu ana jambo la kujisifu nalo, tangu kwenye Yeremia mpaka katika Korinto wa kwanza. Anasema kama kuna mtu anajisikia fahari, ajisikie fahari kwa sababu ananijua mimi. Sema amina. Jisikie fahari kwamba umeokolewa. Watu wengi wanataka wokovu. Mimi kuna watu wameniambia wanataka kuokoka ni kila kijitahidi waokoke. Jisikie fahari. Mji unaokwenda si wa kawaida. Nchi unaokwenda si wa kawaida. Una matarajio ya mbingu mpya na nchi mpya. Hivi niulize swali, Yesu amesema katika Yohana 14, na kwenda kuangalia makao ya nani? Ni wewe. Amina. Yaani kwa nini usijisikie fahari? Hivi watoto hapa ambao baba zenu wamejenga nyumba, nyinyi mjisikie fahari? Mnakaa nyumba za baba zenu. Ukilala sebuleni sawa, ukilala popote sawa, ya baba. Kaya nyumba ya kupanga. Nyumba ina wapangaji 12, alafu lala sebuleni. Wewe utakapoka jango. Anasema mwanga huyu. Ufunuo wa Yohana sura ya 2. Kwa sema Ufunuo wa Yohana sura ya 21 kuanzia mstari wa 2. Ufunuo 21 kuanzia mstari wa 2. Anasema nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa na mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Nasoma Ufunuo 21. Na niko mstari wa 3. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafanya nini? Atafuta kila chozi katika macho yao. Wala mauti haitakuwapo tena. Wala maombolezo wala kilio. Wala maumivu hayatakuwapo tena. Hakuna kansa, hakuna HIV, hakuna corona. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kufanya nini? Kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama nafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Sema amina, sema amina. Hayo ndio matarajio yetu. Hayo ndio matarajio yetu. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu chemchemi ya maji ya uzima bure. Sema amina. Sema amina. Yeye ashindaye
atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa kwangu mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Akaja mmoja wa wale malaika saba, walikuwa na vile vitasa saba vilivyojaa yale mapigo ya mwisho, na akanena nami akasema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu. Mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yasi safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katikati ya ile milango malaika 12 watakukaribisha. Nasema malaika watakukaribisha. Na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Upande wa mashariki milango 3, na upande wa kaskazini milango 3, na upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Na ukuta wa mji ule ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Sema amina. Amen. Na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu, apate kuupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Na ule mji ni wa mraba, na urefu wake sawa sawa na upana wake. Akaupima mji wa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1,500. Mara ngapi? Marefu yake na mapana yake kwenda juu kwake ni sawa sawa. Hesabu hiyo haijulikanaje. Akaupima ukuta wake, ukapata dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu, maana yake cha malaika. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya madini ya yasi, na mji ule ulikuwa ni wa dhahabu safi mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vitu vya thamani vya kila namna. Msingi wa kwanza, fikiria vitu vinavyotajwa tunapokwenda. Msingi wa kwanza ulikuwa yasi, wa pili yakuti samawi, ya tatu ekodoni, wa 4 zumaridi, wa 5 sadoliki, wa 6 akiki, wa 7 ritho, wa 8 zabarajadi, wa 9 yakuti ya machani, wa 10 krisoprato, wa 11 haikitho, wa 12 emethito. Hebu jaribu kuanza. Madini umewahi kuyaona hata siku moja? Umewahi kuyaona? Huko ndio unapokwenda, na huko ndiko ambako kuna matarajio yetu, ndio nyumbani kwetu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango na lulu moja, na njia ya mji ule ni dhahabu safi kama kioo kiangavu, nami sikuona hekalu ndani yake, kwa kuwa Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndiyo hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Ukisoma mpaka mstari 27, na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafunga kwa mchana, maana humo hamna usiku. Na wataleta utukufu na heshima mataifa ya ndani yake, na ndani yake hakitaingia kama chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Amen. Haya ndio matarajio yetu. Amen. Sasa unatakaje kutokushikamana na Bwana? Hii ndio nchi tunayokwenda. Huko ndio kunakoitwa paradiso. Hujawahi kuishi, hujawahi kuona. Paulo alipopata maono hayo, walipomtisha kumua, akasema mimi nitampenda na upendo wa Kristo. Akaanza kutaja vitu vizito, akasema ni dhiki, ni adha.
Akasema, je, ni kuwa uchi? Yaani hata kama mtanifanya nitembee uchi mkanyima mavazi, sitatekwa na upendo wa Kristo. Amen. Ndio maana yake huku tunakokwenda ni kuzuri zaidi kuliko tulipo. Amen. Na Mungu asemi uongo. Amen. Baadhi ya madini yaliyotajwa yapo duniani. Na baadhi. Fikiria. Halafu unapoteza kushikamana na Bwana, unapoteza ujasiri, unatepeta katika vitu ambavyo havitakuwa wewe milele. Mungu akupe ujasiri. Nina mambo mengi ya kusoma, lakini muda utoshi. Lakini katika Warumi utasoma kwa muda wako sura ya 8 mstari wa 35. Nasoma kwa haraka bila kukusubiri. Warumi sura ya 8 mstari wa 35. Biblia inasema, ni nani atakayewashtaki mstari wa 35. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Hiyo ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga. Fikiria mtu anafikia kwenye kiwango cha kusema hata upanga. Walikuwa na uwezo wa upanga. Siku hizi sio sana. Ni paka kwenye nchi ambazo pengine zina asili fulani ya kuchukia Ukristo. Lakini walikuwa wanajua kuna upanga wa Herode. Kuna upanga wa wasioamini. Lakini anasema hata huo upanga ukiwekwa kwenye vichwa vyetu haututoi na mshikamano wetu na Yesu. Wewe unatolewa katika Yesu. Nimechelewa kuolewa, nimechelewa kuoa. Mchungaji, sina kazi, mtatuzaje watoto, nitakaaje mimi, sina kodi ya nyumba, heri ulale nje au mamia hapa kanisani. Anasema hata upanga hauniondoi. Dhiki imetajwa. Udhia, kusumbuliwa, kugudhiwa. Leo mtoto wako karudishwa shule, kesho kaenda, ipo. Kwa sababu ya uzuri tunaotarajia baadaye. Shikamana na Bwana. Haujapita alikopita Ayubu. Haujapita alikopita Yusufu. Haujapita ukaingia katika utumwa kama kina Esther, kina Daniel, kina Meshach, kina Shadrach, kina Abednego. Lakini walishikamana na Bwana hata kwenye tanuru ya moto. Na watesaji walianza kuwapiga mkwara ili wabadilishe mawazo yao wakiwa nchi ya moto. Wakasema, hapana, kama Mungu atatuokoa sawa, lakini asipotuokoa acha tuteketee. Hawakusema katika jina la Yesu lazima Bwana hapa atoke. Akasema kama ni hivyo Bwana aweza kutuokoa na moto huu. Kama si hivyo mfalme Nebukadneza, hatuwezi kuisujudia sanamu yako. Leo unazungumzia sanamu, sio ni masanamu unayoona nayo kule. Kulazimishwa kusujudia vitu ambavyo sio vya kimungu. Unalazimika kuwa unauza pombe na kwa sababu ya mshahara. Huko ni kuabudu sanamu, unasujudia sanamu. Unalazimishwa kwenda kuolewa na asiyeamini, huko ni kuabudu sanamu. Kwa sababu anasema katika Wakorintho wa pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 18 anasema usifungiwe nira pamoja na asiyeamini. Anasema kuna sehemu gani kati ya asiyeamini na amini? Huyo mchungaji mtu ni mpole, nafanya biashara ya ubia, yeye ni mpole kuliko mimi, hajamwamini Yesu. Upasi kuwa na ubia naye, fanya naye biashara kuhusiana upate faida yako, sio ubia. Hayo mchungaji bwana ni mpole, bwana aibi. Bwana akasema asiamini, ana sehemu na wewe. Amen. Fungua maduka wauzie, lakini sio na duka moja wewe na yeye na faida. Fungua makampuni, waweke wawe mameneja wafanye kazi zingine, lakini sio shareholders. Usifungiwe nira nao. Na hiyo nira ukifunga wewe uioni inakuja kusia mbinguni. Siku unataka kuingia mbinguni anakuangania. Wewe unaingiaje mbinguni wakati dunia tulikuwa unaingiaje? Anakushika uendi. Anakuja malaika anasema vipi? Walimshika Musa. Wakasema huyu haendi. Watakushika watu ambao wanafanya nao sinaa. Wasa Mungu mbinguni huyu haingii. Huyu haingii. Tumelala naye baraka nao huyu. Na mchungaji wake wanazuia. Haingii. Malaika anakuja anauliza vipi? Sasa tumelala naye. Sasa basi kama nalala naye nilala naye. Bwana Yesu asifiwe. Kama Musa mtumishi wa Bwana aliyekutana na Kristo, aliyekutana na malaika, aliyekutana na Jehova, aling'ang'aniwa na shetani, wewe nani? Na wala kufanya dhambi za hivyo. Alikosea tu Mungu pale kwenye ule mwamba, akaupiga kwa kiburi hapo akasema kunyeni ni waasi. Mungu akasema hii tu Musa. Musa uende.
Kanaani uingii. Musa kilichompoza ni washirika. Msinipoze. Amen. Ndugu yangu usimpoze mchungaji. Mwangalie. Unataka kunipoza. Ukisoma kwenye Hesabu 11, baada ya watu kumchanganya Musa mpaka akasema sijatungisha mimba, kutoka pale Musa akuishi muda mrefu akamwambia unakufa. Lakini ghadhabu zote zile Musa zilikuwa kwa washirika. Wanakuwa wanamsumbua, hawamsikilizi, hawamtii, wanamdharau, wanaambia nataka nyama, umetutoa Misri, umetutoa sasa mchungaji umenihubiria kuokoka, alafu masharti yako leo ni magumu. Ndio hayo. Twende hivyo hivyo. Mchungaji si bora hata ningebaki kule kule Katoliki au Anglikana. Naomba kwenye ulokole. Ugumu. Bado njia inayo simama nyembamba. Amen. Haina watu wengi. Amen. Ina watu wachache. Njia inayopotea tu ni pana na wengi wanaiona. Si tu hapa. Njia nyembamba. Amen. Tuwe njia nyembamba. Amen. Tatu na mwisho kabla tujaomba wapendwa, wahamasishe watu kushikamana na Mungu mwanzo mwisho. Hamasisha watu. Waambie mshikeni Yesu. Haisani yani mtumishi anakuja mbele, yani mpendwa mimi nimekata tamaa. Usimwambie hata mimi naona, mwambie shikamana na Bwana. Umeelewa? Hamasisha watu washikamane na Bwana mwanzo mwisho. Kumbukumbu la Torati sura ya 13 mstari wa 4. Kumbukumbu la sheria ama Torati au Turati 13 umefika mstari nimesema wangapi? Wa 4. Biblia inasema tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kusikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Wahamasishe watu washikamane sana na Mungu. Yani ongeza ile simenti ya kugandishia watoto wako, wajukuu zako, kanisa lako lizidi kushikamana na Yesu hata kama linapitia katika dhiki za namna gani. Wazidi kugandisha washikane na Yesu. Anasema shikamana naye. Yoshua sura 22. Yoshua 22 mstari wa 5. Are you there? Uko pale? Nauliza are you there? Jamani, si mmeenda shule kama mimi. Simnitie moyo. Joshua chapter number 22 from verse 1. Bible said that mnazitaka hizo na mashamsham mengi. Mstari wa 5 Biblia inasema, Yoshua 22:5, maandiko yanasema lakini mkibidiisha sana kuzifanya amri na sheria ambazo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru, kumpenda Bwana Mungu wenu na kuenenda katika njia zake zote na kuzishika amri zake na kushikamana na yeye na kumtumikia kwa moyo wenu wote na nafsi yenu yote. Hamasisha watu. Yoshua alihamasisha, Musa alihamasisha, wewe hamasisha. Usianze kutokuhamasisha watu na kuwafanya watu waanze kulegea. Hamasisha. Washikamane na Mungu. Nimekwaza wada fulani, mwambie sawa, lakini endelea na Bwana. Sina kazi, sawa, lakini mshike Bwana. Uchumba umevunjika, sawa, lakini mshike Bwana. Wahamasishe. Yoshua anawakumbusha kama Musa alivyosema mshikamane na Bwana, mimi nawaambia mshikamane naye kwa mioyo yenu yote, kwa roho zenu zote, kwa akili zenu zote. Sema amina kanisa. Wangapi wanashikamana na Bwana? Nauliza wangapi wanashikamana na Bwana? Yoshua 23:8 kabla tujaomba, ujiandae kusimama na kuomba. Yoshua 23:8. Bali shikamaneni na Bwana Mungu wenu kama mlivyotenda hata hivi leo. Sema amina. Yoshua anasema mshikamane na Bwana kama vile mwanzo. Alikuwa anaongea na kanisa ambalo bado liko vizuri. Kwa hiyo anawaambia kama vile tulivyoanza tumeshikamana na Bwana, kama vile mwanzo tushikamane naye mpaka mwisho. Sema amina. Utashikamana na Mungu.
Nasema utashikamana na Mungu. Lolote likitokea kwa bahati mbaya au kwa makusudi au kutoka shetani na litokee, lakini tunashikamana na Bwana. Nasema tunashikamana na Bwana. Hautapita alipopita Ayubu, hautapita alipopita Yusufu, lakini unaweza kupita kwenye jaribu lako lililofanana na wewe. Maana Wakorintho wa kwanza 10:13 inasema katika kila jaribu Mungu anaweka mlango wa kutokea. Sema amina. Sema amina. Jaribu litakalokuja la kibinadamu ambalo wewe unaweza ukaamua ushikamane na Bwana ama umwache Bwana. Pale uliposimama mwambie Bwana, ninakuahidi ya kwamba nitashikamana na wewe maisha yangu yote. Hakuna dhiki itakayoniondoa wala utajiri. Hakuna mali itakayoniondoa wala umasikini. Hakuna hasara itakayoniondoa wala kupoteza kazi. Mwite Bwana mchana huu na umwambie Bwana, nitashikamana na wewe. Kristo, nitashikamana na wewe. Roho Mtakatifu, nitashikamana na wewe. Hata kama inakuumiza, hata kama inakuumiza, shikamana naye. Mke anaweza kuamua kuondoka kwa sababu anasema dhiki ni nyingi, shida ni nyingi, chakula hamna, maendeleo hamna, akishikamana na wewe. Mume anaweza kuambia Bwana, ondoka, rudi nyumbani kidogo, maisha ni magumu. Shikamana na Bwana huko unakoelekea. Najua unapitia vipindi vigumu, nami ni hivyo hivyo. Tunapambana mawazo yetu, tunapambana maamuzi yetu. Tuamueje? Tunaamua kumfuata Yesu. Tunaamua kumfuata Yesu. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Mimi hautarudi, hautarudi. Anaimba wimbo huo alikuwa anakwenda kuuawa. Wazazi wake wanaona ni Mbuddhist. Mama yake yupo, baba yake yupo, amemwamini Yesu, amemkubali Yesu. Yeye ni binti na anaambiwa ukimkataa utauawa, ukimshika utauawa. Mungu akampelekea wimbo katika roho, akasema nimeamua kumfuata Yesu. Na anakiendea kisu, anasema no turning again. The decision has been made. No turn back. No turn back. Usirudi nyuma. Usimwache Yesu. Dhiki unayopitia ni ya kitambo tu. Hatimaye Mungu atakutoa kwenye dhiki hiyo hata kabla ya kurudi kwa Yesu. Mungu atakutoa kwenye hilo jaribu hata kabla ya kifo chako. Umaskini ipo siku utakuachia. Ndoa ipo siku utakuwa nayo. Shida na dhiki ipo siku zitakuachia. Utasahau shida za ujanani. Utasahau shida za nyumba ya baba yako, endapo utashikamana na Bwana. Yeye Mungu ni mwaminifu, aliwaita hata waacha mjaribiwe vile mwenzavyo. Lakini katika kila jaribu anaweka na mlango wa kutokea. Mungu, asante kwa mkutano huu. Asante kwa wasikiaji wa Mvua za Baraka. Naamini ujumbe utaleta baraka mpya. Umeleta uamsho mpya. Umeleta nia mpya. Umeleta kusudi mpya. Na ninaomba nia hiyo Bwana ukaitie nguvu ili tushikamane na Yesu. Na Bwana wabariki watu wako, uwatangulie, uwafanikishe, uwalinde, uwahifadhi. Tukutane tena katika ushirika na katika Mvua za Baraka. Kwa jina la mtakatifu Yesu tunaomba. Amen.